Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe sasa analipoenda katika uso wa Bwana, akagundua ya kwamba hiyo njaa kuna chanzo maalum kimesababisha itokee. Kwa sababu kawaida, Daudi anasema sio kawaida hii, yani sisi kukosa chakula, kuwa na njaa namna hii kwa muda wote huu. Akasema lazima niingie kwenye chumba cha ndani, niweze kumuuliza Mungu, kuna nini hapa? Kuna jambo gani? Kwa nini imekuwa hivi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe chanzo inakuja kugundulika kwamba taifa hili bana lilimwaga damu ya kutosha. Na ambayo hiyo damu iliyomwagika ni ya Wagibeoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Wagibeoni waliuawa na nani? Na Sauli. Na inakuja kugundulika hawa Wagibeoni bana walikuwa wanaenda katika njia ya udanganyifu. Lakini kuna mahali fulani walipita kwenye maagano na Sauli, wakaidiana kwamba wasiwafanye chochote, wasiwaue. Lakini kilichokuja kufanyika, Sauli aliwaua. Tofauti na jinsi ambavyo walikubaliana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipoua, kumbuka damu ilimwagika. Damu ilimwagika, ardhi ambayo inawapa matunda au ardhi ambayo inawapa chakula, mazao, ikanajisika. Iliponajisika, maana yake ikawa haitoi matunda yanayopaswa. Ninaomba twende makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia tunaanzia mbali, lakini mwisho wa siku utanielewa nini Roho Mtakatifu ametufundisha au nini amenipa kusema na wewe mwana wa Mungu asubuhi ya leo. Sijui kama tunaelewana. Hii ardhi imetiwa unajisi tayari kwa damu za watu. Ndio ikawa chanzo. Daudi anakuja kugundua baada ya kutafuta uso wa Bwana, kumbe kuna shida hapa. Ukiendelea kusoma hiyo mstari ya chini utakuja kuona Daudi anawatafuta hao watu wa Gibeon. Anawatafuta kwanza kujaribu namna gani waweze kutengeneza nao, waweze kuelewana tena. Anawaambia kwamba semeni chochote ni nini niwatendee. Ukisoma huko chini utaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza kutengeneza sasa. Akaanza kujua namna ya kutengeneza makosa yake, ili hii njaa ifanyeje? Hii njaa itoke, waweze kupata chakula, waweze kupata kile ambacho wanakihitaji. Hesabu sura 35 mstari wa 33. Hesabu 35:33. Neno la Mungu linasema hivi: Hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninakuonyesha namna gani hapa damu inatia unajisi nchi. Tunaposema nchi, maana yake ni ardhi. Kwa hiyo Daudi alikuja kugundua kwamba nchi hii tayari ilishatiwa unajisi kwa damu ambazo Sauli alimwaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Daudi akaelezea jambo hilo. Akaona ardhi wanayoilima, ni kweli wanalima kwa nguvu kubwa, lakini haitoi matunda. Ndio kikawa chanzo cha njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukumbuke tunazungumzia njaa ya haki, lakini tumeanzia huku ili tuone nini ambacho Roho Mtakatifu, naamini kupitia haya kuna kitu utajifunza, kuna kitu ambacho utakiona. Niko kwenye pointi ya kwamba kuna uhusiano gani kati ya kutafuta uso wa Mungu na njaa